kubadilisha taswira ya mchezo na mambo kuwa mengine kweli kweli. Tathmini yako Salamba kwa waamuzi wa mchezo wa leo, ni kwa namna gani pia wameuendesha mchezo, kama ukiwapa asilimia kwenye ile 1/10, ukiondoa changamoto hiyo ya mkwaju wa penalty ambao Simba walistahili kuupata? Nafikiri nimeweza nikawapatia kama katika 10% nawapatia 4. Okay. Na kama katika 100 nawapatia 40, kwa sababu matukio muhimu ambayo pengine yangeweza kubadilisha. Unajua kuna matukio ambayo yanaweza katokea wakati mwingine yakawa ni sehemu ya mchezo, kuna soft fouls na nini, lakini matukio ambayo yanaweza kwenda kusababisha timu ikapata goli au ikakosa goli ni matukio ambayo ni makubwa na hayatakiwi kufanywa mzaha, kwa sababu ukiangalia mpira wa miguu umekuwa ni mchezo ambao una stimulate upatikanaji wa magoli. Kwa hiyo inapotokea moment ambapo timu inatakiwa ipate goli afu ukaenda ukaizuia kwa kutokuwa makini, ni tukio ambalo linakuwa sio sahihi. Kwa hiyo mimi binafsi waamuzi leo hawakunifurahisha, na hasa Lajiga hakuwa katika ubora wake. Kwenye ile tukio la kipindi cha pili haikuwa penalty. Okay. Ile ambayo nafikiri ilikuwa alipiga mchezaji mmoja wa Simba, mpira ulikwenda uligonga kwenye eneo la mbao. Ila alikuwa kwa makini, mkono ulikuwa umeenda juu, mpira ukapata chini. Lakini ile kipindi cha kwanza it was supposed to be a penalty, clear penalty. Lakini pia na yale matukio ya Azam aliweza kuaminya kwa wakati fulani na kusababisha Azam pengine washindwe kufanya selection ya kuweza kwenda kushambulia. Lakini all in all ilikuwa ni mechi ambayo kwa wakati fulani ilipoteza ubora baada ya mbinu za Ibenge pengine kuweza kushinda, kwa sababu ni kocha ambaye amekuwa akitumia sana kwenye flanks, na jana nilizungumza kwamba ili uweze kumbana Ibenge hakikisha kwamba unafanya flanks zake haziwezi kutembea. Lakini baada ya kufanya sabu na kumtoa Edinado na kumtoa Faisal Salum, kama vile alikuwa ameruhusu waweze kushambuliwa, kwa sababu Simba wakaweza kudominate, even though alimuingiza Kanuti akaenda Medimao, ni viungo wazuri lakini kasi yao sio kubwa, ni watu ambao ni wazuri kwa mpira sio. Kwa asilimia kwangu mimi 1/10 na hapa asilimia 2.5. Haya, hivyo ndivyo ambavyo Katelambele Yusufu anatoa asilimia 2.5. Na mimi pia naomba nipite kwa haraka na message ambazo zimetumwa hapa studio. Message ni nyingi kweli kweli. Huyu bwana anasomeka kama Godfrey, anasema napata mashaka juu ya sifa mlizompa Alajiga. Je, anastahili kweli? Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Lakini Isaac anasikiza huyo alikuwa anafuatilia kweli bwana Godfrey huyu ndio anasema namna hiyo watu hatari. Lakini Isaac yeye anasema jamani, hamna penalty pale. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika Isaac, pale hakukuwa na penalty hiyo ambayo mnaizungumza, ili iweze kwa penalty mpaka mtu ni achomwe kisu. Ndivyo ambavyo anaandika. Penalty ni fouls ambayo imefanyika ndani ya eneo la 18. Yes. Na ukiangalia pale Mendoza amepiga mguu, sawa, Walibase Gwe kaupiga mguu. Na ile ilikuwa ni obstruction, ni penalty, lakini pia alianza kumsuka tokea nyuma. Kwa hiyo it was supposed to be a penalty. Hiyo ina mjadala. Yaani ni ukweli. Sasa tuzungumze ukweli kwamba pale muamuzi hajawatendea haki klabu ya Simba, it was supposed to be a penalty. Lakini pia tumezungumza kwamba na zile foul, zile offside za Azam hazikuwa offside. Huyu line ni kama mimi ninachokisi leo ni kama waamuzi walikuwa wamejipanga kwenda kubalance mchezo. Okay. Kwamba itokee kwamba ama matokeo ngoma iwe sare. Okay. Ndio ninachokiona mimi, kwa sababu alikuwa ananyoosha tu. Na hata kipindi cha pili kuna wakati Simba nao walikuwa wanakwenda akanyosha tena. Kanyosha. Haikuwa na offside. Sasa sijui alikuwa anatafsiri kwa namna gani. Yaani watu wako nyuma kabisa, yeye anapeleka mkono wake juu. Kwa hiyo mimi binafsi sikuridhishwa na maamuzi, kwa sababu hayakuwa fair kwenye pande zote, kwa maana kwa upande wa Simba na kwa upande wa Azam. Lakini kwa Simba, kwa sababu tukio lile lilikuwa either linaenda kuzaa goli kwa asilimia nyingi, amekwenda kuwaumiza. Bwana sawa, lakini Majaliwa anasema Kolo hawana mpango. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Shomari Athumani anasema South Africa naipa ongela Azam madunduka oe. Hivyo ndivyo ameandika Josefu. Shibiwasha anasema Azam chama langu safi sana. Hivyo ndivyo ambavyo anaandika Joseph bwana. Lakini pia Alajiga oe. Hivyo ndivyo ambavyo anaandika Landu. Mambo ni mazito kweli kweli, amemshangilia Lajiga kwa namna ambavyo amechezesha mchezo huu wa leo. Anasema Lajiga oe. Christina John anasema Salamba, hivi mbona hujazipa msisitizo offside za Azam? Binafsi zile zote
zilikuwa sio offside kabisa, anaandika Christina John Mwalugalaja. Ndivyo ambavyo anamwambia Dominic Salamba kwa dini ya kutoa msisitizo mkubwa kwenye offside za Azam FC. Sawa, lakini binti Zani anasema hamna penalty kushikwa bwana, hivyo nyinyi hamkutazama vizuri. Lakini binti Zani anaandika tena, Azam mbona offside zake zilikuwa nyingi, kwa nini? Ameuliza swali namna hiyo. Lakini pia Omari Ramadhani anasema makolo hao, hivyo ndivyo ambavyo anaandika bwana. Lakini Christopher anasema wachambuzi wa nyuma mwiko tuko vizuri mno, kama naanza kuelewa kidogo. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika Chidege, naye anasema kwa Simba leo kasale point 3 kapitwa na mtani wako. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika, message yake imekaa kisengere nyuma, lakini ndivyo ambavyo ameandika namna hiyo. Lakini James anasema James Akaminko anastahili kuwa man of the match. Hiko ndicho ambacho yeye amekiona na si mchezaji mwingine kama Aishi Salum Manula. Yeye anakwambia James Akaminko ndiye ambaye anastahili kwa man of the match. Lakini Giliwisi anasema afadhali wewe wametoka draw, maana lile semaji amnazo lingeanza kubwabwaja hovyo kama kawaida yake. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Msemaji gani? Hajatajwa mtu jina hapo. Petro anasema kwamba ongera Azam, Simba hapo vipi? Ndivyo ambavyo anasema bwana Petro. Lakini Kasim anasema Simba anahujumiwa na wengi pamoja na huyo Dominic Salamba. Ndivyo ambavyo ameandika bwana, Simba anahujumiwa na wengi akiwemo Dominic Salamba. Bwana sawa. Yiti anasema chwa, ndivyo ambavyo ameandika. Rashidi Suleiman anasema bado hiyo ndo ligi yetu. Hivyo ndivyo ambavyo anaandika. Anifa yeye anasema Yanga oe, ndivyo ambavyo Hanifa anasema, ijapokuwa leo Yanga haijacheza bwana Hanifa. Sawa. Nation Kiwele anasema muongo, hakuna penalty pale maana Libase alipewa konga na sio kushikwa jamani. Hivyo ambavyo anasema namna hiyo. Lakini Nasibu anasema kila siku tunalalamika waamuzi. Salamba, toeni ushauri nini kifanyike. Tumechoka na lawama hizi za waamuzi, kila kukicha kulalamika tu juu ya waamuzi. Hamisi anasema Azam oe. Hivyo ndivyo ambavyo anasema bwana Hamisi kwenye message yake. Lakini penalty kivipi wakati macho ya Mandoza yalikuwa yanaangalia pembeni? Hivyo ndivyo ambavyo amesema. Sasa macho na penalty vinahusiana nini? Ni mwenyewe sijui. Shaibu anasema Simba wataishia kunawa, wali ni wa Yanga. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Ankara anasema Azam oe. Bora hilo semaji lao leo imekosa cha kusema. Hivyo ndivyo ambavyo anaandika. Lakini pia John anasema nawapata vizuri, hongeleni Azam kwa mchezo mzuri. Idi naye anasema Arajiga ni mwamuzi wa hivyo ni wa nayo bana. Tumalizie tu kwako Dominic Salamba. Bwana, matukio haya sasa yanakwenda kututengenezea msimamo gani? Nafikiri hii imekuwa ni afueni kwa upande wa Yanga. Yes. Sababu ukiangalia kwa msomo jinsi ulivyo, manake mpaka sasa Yanga amecheza mchezo 17. Yeah. Akiwa na goal difference ya magoli 32. Yes. Na amekusanya alama 41. Okay. Manake ameshaingia raundi ya pili akiwa na mechi 2 mbele. Yeah. Nafasi ya pili anakuja Simba akiwa na mechi 16, goal difference ni 20. Sawa. Lakini pia ana alama 35. Kwa hiyo Yes. tofauti wa alama 6 huku akiwa na mchezo mmoja mkononi ambao kama akishinda atakuwa na 38 na kuacha gap la point 3. Sawa. Lakini nafasi ya tatu ipo kwa Azam, mechi 17 kama Yanga, goal difference 18, ana alama 33. Utofauti na Yanga ni alama 8. Yeah. Wakiwa wako sawa kwenye mchezo. Lakini utofauti na Simba ni alama 2, huku Simba akiwa na mchezo mmoja, kama atashinda itakuwa ni alama 5. Sawa. Huo ndio ligi. Kienda anakuja JKT Tanzania nafasi ya 4, ana mechi 18, mechi moja mbele, point 29. Anakuja Pamba Jiji mechi 17, point 26. Anakuja Singida Black Stars, ana mechi 17, ana goal difference 0, point 25. Namba 7 Dodoma Jiji mechi 18, negative 1, point 24. Namba 8 TRA
mechi 17 positive 1 alama 23. Namungo nafasi ya 9 na mechi 18 negative 3 alama 22. Mtibwa nafasi ya 10 mechi 17 negative 4 alama 22. Lakini Mashujaa nafasi ya 11 alama mechi 18 negative 7 alama 20. Namba 12 Mbeya City akiwa na alama mechi 17 negative 8.16. Hawa ndio wako sehemu ya juu. Ukija kwa watu ambao wanaweza timu kwenda kwenye playoff ziko mbili. Fountain Gate mechi 17 negative 14 alama 16. Na Coastal yeye ana mechi 17 negative 8 ana point 15. Tanzania Prison nafasi ya 15, hapo ndio kwenye sehemu ya kushuka daraja. Ana mechi 18 negative 13 akiwa na alama 13, na timu ya mwisho ni KMC ikiwa na mechi 17 imefungwa magoli 20, yani ina goal difference ya 21. Ndio timu yenye difference kubwa sana na akiwa na alama 8. Yani alama ambazo iko nazo ni mara mbili ya mchezo ambazo ameweza kuicheza, mchezo 17. Kwa mpaka saizi huo ndio msimamo jinsi ulivyo. Kwa hiyo Yanga wanakuwa wanafurahi kwa sababu wameweza kuongeza gap. Ujue ile pressure ya alama moja ilikuwa ni mbaya sana. Kwa matokeo hapa ni wana alama zao 3 ambazo ziko pale mbele, ambazo kama wataendelea kuzimaintain basi naona kwamba ana ukaka mkubwa sana kuweza kuwania ubingwa. Lakini pia ni kama amemfanya Azam aweze kuwa na wakati mgumu, kwa sababu kwa tofauti ya alama 8 ni kama Azam ana taratibu anaanza kujitoa kwenye mbio za ubingwa na kwenda kuwaacha Simba na Yanga katika raundi ya pili, na ukizingatia kwamba mechi ambazo zimebakiwa nyingi Yanga ni za nyumbani. Kwa hiyo na leo Simba angepata matokeo ingemsaidia, kwa sababu Yanga ana mechi na Azam ambayo ipo ambayo mechi hiyo kwa ambapo Azam sio amekuwa akicheza, maana yake ni mechi ambayo uwezi ukagarantia Yanga kushinda au Azam kushinda. Kwa hiyo kitu cha Simba leo kutoka sare, maana yake ni anakwenda kuipunguzia Yanga pressure, waweze kuona kwamba bado wanaweza wakatoka sare na Azam, lakini waka maintain kuto kufungwa, wakatoka sare na Simba na bado wakawa bingwa kutokana na mazingira ambayo wameweza kuyatengeneza. Mimi nikushukuru sana Dominic Salamba, lakini pia nikushukuru sana Yusuf Katalambula. Tosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Hii ni Salamba Radio pamoja na Salamba TV. Hongera pia kwa kuwa nasi, endelea pia kutufuatilia kwenye vipindi vyetu kadha wa kadha. Na tunaendelea kukwambia tu ya kwamba bado tuna kazi kubwa kweli kweli ya kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri kweli kweli. Sasa leo nina ofa kwa watazamaji ambao tuko live hapa. Bwana, kuna ofa kwa wale wakazi wa Dar es Salaam ambao mnatufuatilia kupitia kipindi hiki. Kuna nafasi za kazi zimetoka siku ya Jumatano bwana, inatakiwa na wewe upate ajira yako nzuri. Hii ni Vini Nkolomboka, inataka kila mtu aweze kupata maisha mazuri. Kazi gani hiyo na nini ambacho unatakiwa ufanye? Basi pia unaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja kupitia namba yangu ya simu ile ya 0782 055 044 0782 055 044. Kazi ni ya Sales Marketing kwa ajili ya kukitangaza kinywaji kizuri kweli kweli cha Vini Nkolomboka, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Sasa kinapatikana Tanzania nzima, lakini kwa haraka haraka tu niweze kumalizia na message 2-3 za mwisho kwa wale watazamaji wetu. Anasema linakala lile Ahmed Ali silipendi kabisa. Recho ndio ambaye ameandika namna hiyo. Aisha yeye anasema Alex Yanga mbovu zaidi, mbona ulishindwa kumfunga Azam? Hivyo ndivyo ambavyo ameandika namna hiyo. Bwana, message nyingine ni nzito kweli kweli, ngoja niachane nayo. Lakini kuna message nyingine nasema Azam oe, nawaletea zawadi zenu wote. Hivyo ambavyo ameandika namna hiyo. Leo Yanga mnashukuru refa sana. Sasa Yanga hajacheza, nakuaje Yanga shukuru refa? Haya, Elikana anasema Kolo hana timu, ni kikosi tu cha wahuni, wanaendelea na mambo yao ya damaro. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Shughuli ni nzito kweli kweli. Haya, message nyingine hiyo inasema kwamba Azam kabebwa, Yanga muache mdomo. Hivyo ndivyo ambavyo anaandika. Azam kabebwa. Hivyo ndivyo pia ambavyo anaendelea kuandika. Damaro FC wamehangaika na Damaro, sio ubingwa. Waendelee kuhangaika na Damaro. Hivyo ndivyo ambavyo anaandika mwamba kweli kweli huyo. Haya, message ni nyingi kweli kweli. Eti Simba ni hatari, alafu kacheka kweli kweli. Sijui nini ambacho anakimaanisha, lakini pia ngoma ya watoto haikeshi, imeisha hiyo. Martin Mgodo ndio ambaye anaandika namna hiyo. Huyo anasema anawakubali sana Cisco na Salamba, maua yenu ameweka na makopa kopa.
Bwana Hamisi Ndalami, ndivyo ambavyo ameandika namna hiyo bwana Hamisi Ndalami. Lakini huyo amecheka tu, amesema Simba amecheka namna hiyo. Yanga TV mmefurahi leo Simba. Haya bwana, huyu ni Pino ambaye ameandika namna hiyo, Yanga TV mmefurahi leo, Simba imetoka draw kwa Mbeleko za Rajiga. Hii ni Saramba TV na sio Yanga TV. Lakman anasema Yanga bingwa, ndivyo ambavyo anaandika maneno hiyo. Mafuta Omar anasema vijola vimezidi, sijui anaolewa nani kwa makolo, ameandika namna hiyo. Manja bwana anasema Yanga leo tumefurahi sana, Simba wachezaji wao kujichenga wenyewe tu ndio kitu ambacho anaweza namna hiyo. Juma pia anasema mtalijua Simba sisi yao, hiyo namna ambavyo anaandika Yanga bingwa. Lahman ameandika namna hiyo, lakini Mafuta yeye anasema wachezaji wa Simba ni machachari na sio hatari. Ayubu anasema Simba sasa hivi ana pointi ngapi? Ndio swali ambalo anauliza. Simba ana pointi 35 akiwa na mechi 16, mechi moja pungufu dhidi ya Yanga, huku Yanga akiwa na alama 41. Akiwa mechi 17. Pole sana makolo, Yanga bingwa, ndivyo ambavyo anaandika namna hivyo bwana Hayubu, na message ni nyingi kweli kweli, lakini muda wetu si rafiki. Tukutane tena muda na wakati mwingine. Nikushukuru wewe ambao ulikuwa nasi sako kwa bako. Hakika umeselelea matangazo jadidi kweli kweli, sio na shida wala shaka yoyote. Ikiwa napatoa vini Nkoromboka nguvu kubwa pamoja na Uno Plus Tanzania Limited, wazalishaji wa magodoro yote chapa ya banko. Na mimi sina la ziada, nikwambie tu kwamba endelea kujamvika na salamba ili endelee kutengeneza mokoto ya kutosha. Waila lika masalam.